Pamoja na hayo yote, Amani leo hatuko naye, hata hapa tulipo hajui kinachoendelea. Kwa hiyo yote yanayoendelea mahali hapa ni kwa ajili yetu sisi tulio hai. Bwana Yesu apewe sifa. Yawezekana hili jambo Mungu ameliruhusu kwa ajili ya mtu mmoja kati yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo naomba tukajifunze neno la Mungu. Wengi tumemtenga Mungu kwa ajili ya maisha yanayoonekana kila siku. Katika nyakati hizi Biblia inasema ni nyakati za mwisho, watu wameacha utukufu wa Mungu, watu wanafuata mambo yao. Cable Guard Security ambako walikuwa wakifanyia kazi ndugu yetu Amani. Amani sisi tunamfahamu vizuri kwa maana kwamba aliwahi kuwa mfanyakazi mwenzetu kwa kipindi hicho. Mwaka 2023 tulifanya naye kazi vizuri baada ya kujiunga na kampuni, lakini bahati nzuri mimi ndio nilikuwa mwalimu wake kwa sababu kwenye kampuni ni mtu anayetoa mafunzo ya kiulinzi. Kwa hiyo Amani nilimpokea kama mwalimu wake. Kwa kweli alikuwa ni kijana mwelevu sana na alipenda sana ushauri. Bwana Amani tulikuwa tukishirikiana katika matatizo mbalimbali toka alipojiunga na kituo kile. Ilikuwa tukifika hata kuchukua michango ya kawaida ya matatizo ya kata, huwa alikuwa sio mtu wa kusumbua. Tulishirikiana naye kwa hali na mali. Lakini ndio hivyo, mipango ya Mungu tunasema haina makosa. Leo hii yuko mahali alipo. Tunaamini Bwana Amani alikuwa na mipango mingi, labda alitarajia kuitimiza, lakini alishindwa kuitimiza kwa sababu mipango ya Mungu iliamua jinsi ilivyokuwa imepangwa. Jamani, kila mtu yoyote aliyehusika hapa Mungu atawalipa na kuwalipa. Unaamini? Wewe unaweza kuliona kama ni tendo la kawaida kwamba tumelifanya hapa kwa sababu wote tunakwenda kule, lakini hapana. Sio kila mtu ambaye anaweza kafundiwa kwamba lazima nimshinikize ndugu yangu nifike kule nifanye nini. Watanzania huwa tunaulizana, huwa hatuulizani makabila. Nimezungumza kabila hapa kwa sababu mimi natoka huko. Yaani uone ule umbali tu huko. Lakini hata makabila huwa hatuulizani. Hakuna mtu aliyeuliza kabila mwanao kuuliza kabila. Lakini ninajitaja kwa sababu natoka wapi? Natoka mbali. Yaani muangalie huo upendo nyinyi mlionao mkubwa wa kutisha ule wachache. Wewe bwana, mimi nasema asanteni. Elance Edmond Kinabo ni diwani wakati Atebe jiji la Arusha. Sisi ni wafiwa leo. Ndani ya kata yetu tumepata msiba. Tumepoteza kijana wetu Amani. Amani alikuwa ni mchapakazi na alikuwa na njozi yake kubwa tu ndani ya jamii, lakini pia ni pigo kwa taifa. Tumepoteza mwananchi na rasilimali pia taifa yenye nguvu ya kutosha. Kwa hiyo mimi kama diwani wa kata ya Temi sina budi kuja hapa kwenu kutoa pole nyingi sana. Kwamba pole sana. Sisi hatuchagui kusema msiba ni wa mtu fulani au jinsi gani. Nishakuwa diwani wa watu, msiba wote ni ya kwangu. Na mimi lazima niwaambie ukweli, bodaboda ni marafiki zangu sana na nawapenda mno. Sababu maisha yanaanzia katika kutafuta 100 mpaka kufika mamilioni, si ndio jamani? Na mimi kwa bahati nzuri nimepitia huko, nimestruggle mimi. Kwa historia yangu mimi struggle, mimi nimepiga picha, nimenyoa nywele, nimeshona viatu. Unaona, nimeaso. Sio kama hatujasoma, tumesoma kitu tumeamua kuaso, kutafuta maisha. Huyu bwana akupata ajali kwenye kuiba. Alikuwa anafikiria labda nikienda tupu ya pili naongeza tofali. Au nikienda tupu ya pili naongeza mkate moja nyumbani. Au nikienda tupu ya pili naongeza sukari dukani kwangu. Ndio ilikuwa mawazo yake. Anafikiria
namna gani ya kuchangisha fedha ili maisha yake yawe mazuri sana na maisha yake. Alikuwa na ile spirit ya kutafuta hiyo fedha. Ndio maana alikuwa anasema niende siende. Ngoja niende nijaribu. Unaona? Kwa hiyo Mungu amefikia wakati wa kumchukua. Yeye ndio alimleta na yeye ndio amemchukua. Lakini sisi ambao tumebaki tusikate tamaa. Unaona? Na niwaambie tu usafishaji ni kazi kama kazi nyingine. Sawa, tuendelee na taratibu. Tuwekee malengo, tutatoboa. Tushirikishane viongozi na wanabodaboda. Una wazo lako lete. So huko sehemu nzuri ya tutaki ambao unakubalika na serikali. Basi tuongezane nguvu pale pa kuwezesha tuwezeshane, lakini tuende kusonga mbele. Amani ametupa kama fundisho kwetu kwamba Mungu Yesu amechukua kwa kijana mdogo sana. Ama mtu angetegemea kama Amani angetutoka sasa hivi, lakini tunafanya nini? Ni mapenzi yake. Hawezi kumchagulia Mungu kumchukua mtu wake anapotaka yeye. Na ili sisi tukutane hapa tuzungumze. Tuna changamoto kweli, mtumishi amesema hapa. Sisi bodaboda kwenye vikao vyetu pia tuelimishane, tusidanganyane. Ukiona mwenzio anapotea mrudishe. So hii ni struggle kufikia ile nchi ya ahadi. Mrudishe, mwambie hapana, kidogo pombe punguza. Hicho usifanye, sio sifa. Unaona, tutunze afya zetu. Afya ni muhimu sana. Ndugu zangu, mtaji wa kwanza ni afya. Inatokea siku sasa umeshapasua, yani malengo yako yameshatimia, afya imeshadorora. Sasa unaweza kuguza tena issue yako ya ugonjwa. Unaona, tunaomba sana tuvumiliane, tuwe taratibu, vitu ambavyo sio vya msingi tupunguze, tuiachane navyo. Kitu kwa msiba huu wa ndugu yetu. Mimi naomba tu familia mnakuja hapa, sisi tuko pamoja, tunawapa pole sana. Amani kijana wetu kwa naye pambanaji, lakini tutaendelea kushirikishana na uongozi wa mwenyekiti wangu wa bodaboda. Kwani kuna naye karibu sana. Na bado tunategemea ndani ya kata ya Temeke kufanya mambo makubwa zaidi. Tunawaahidi tu kufanya mambo makubwa zaidi na watu wa bodaboda tukae nao. Tujitengezee mtaratibu mwingine mzuri wa kuweza kwenda mbele kwa wepesi. Najua ni changamoto. Mtu ana struggle kwa ajili ya changamoto. Sio kwa ajili ya nani, sio kwa ajili ya sema anazo. Angekuwa anazo angetoka.